Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni kutoka vyombo vya habari vya Burkina Faso, Rais Ibrahim Traore ameonyesha uraia wa kipekee kwa kuwapa msamaha wanajeshi 21 waliohusika katika jaribio la kupindua serikali yake mwaka 2023. Septemba 2023 kulikuwa na jaribio la mapinduzi dhidi ya Traore likiongozwa na wanajeshi wasioridhika na mwenendo wa serikali. Wanajeshi 21 walikamatwa na kufungwa kwa kosa la uhaini na uasi wa kijeshi. Jana, tarehe isiyojulikana rasmi, Traore alitangaza msamaha wa kiraia kwa hao askari, akisema kuwa tunahitaji umoja wa kitaifa kukabiliana na maadui wa kweli. Sababu za msamaha ni umoja wa kijeshi. Traore anaweza kuwa anataka kuepusha mgawanyiko ndani ya jeshi, hasa kwa kuwapa fursa wale ya kujirekebisha makosa. Hali ya usalama. Kwa kuwapa msamaha, anaweza kuwa anataka kurejesha imani ya askari wote wa serikali yake, hasa wakati nchi inakabiliwa na vita vya kigaidi. Siasa ya uongozi. Hatua hii inaweza kuwa njia ya kujenga sura ya kiongozi mwenye huruma, huku akiendelea kuwa mkali kwa waasi wa nje. Wanasiasa wa upinzani wameikosoa hatua hii, wakisema kuwa msamaha kwa waasi ni ishara ya udhaifu. Wanajeshi wengine wameipongeza wakisema kuwa ni dalili ya uongozi wenye hekima. Wananchi wamegawanyika, baadhi wakiona kuwa ni hatua nzuri ya kutatua migogoro, wengine wakidai kuwa wanajeshi waasi wanapaswa kuhukumiwa. Vyombo vya habari vya magharibi kama France 24 vimeona hii kama njia ya Traore kujaribu kuimarisha mamlaka yake baada ya kukabiliwa na mashtaka ya ukali wa jeshi. Vyombo vya habari kama BBC Swahili vimeripotiwa kuwa hii inaweza kuwa hatua ya kujaribu kupunguza migogoro ya ndani wakati nchi inakabiliwa na vita vya kigaidi. Hatua ya Traore kuwasamehe wanajeshi waasi inaweza kuwa na madhumuni ya kisiasa na kijeshi, ikiwa ni pamoja na kudumisha umoja wa jeshi, kupunguza migogoro ya ndani, kujenga sura ya kiongozi mwenye huruma. Je, unahitaji taarifa zaidi kuhusu hili? Niko tayari kukusaidia. Usiache kutoa komenti yako hapo chini. Pia mimi nitakusaidia. Ulikuwa nami ndani ya Goti TV Online.